Hofu kuu imetanda nchini Tanzania baada ya ujumbe kutoka kwa JWTZ ambao umetia wengi uoga. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania JWTZ limejitokeza hadharani na kutoa tamko rasmi kuhusu hali ya ulinzi na usalama wa taifa, likihakikishia jamii kuwa nchi ipo katika hali shwari kuelekea uchaguzi mkuu unaotarajiwa kufanyika tarehe 28 na 29 Oktoba mwaka 2025. Tamko hilo limetolewa rasmi na kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano wa JWTZ, Kanali Bernard Masala, mnamo tarehe 15 Oktoba, na limeweka wazi msimamo wa jeshi katika kipindi hiki nyeti cha kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, JWTZ imeridhishwa na hali ya utulivu iliyoonekana nchini kote, ambapo kampeni za uchaguzi zinaendelea kwa amani na heshima kati ya wagombea vyama vya siasa na wafuasi wao. Jeshi limeeleza kuwa mwenendo wa kisiasa hadi sasa unaonyesha ustaarabu mkubwa wa kidemokrasia na ni jambo linaloonyesha ukomavu wa wananchi na taasisi za usalama katika kulinda misingi ya amani. Katika tamko hili, JWTZ imevitaka vyama vyote vya siasa kuendelea kudumisha hali hiyo ya utulivu hadi kufikia siku ya uchaguzi, na baada yake ikisisitiza kuwa uchaguzi wa haki na amani ni jukumu la kila Mtanzania. Jeshi hili limepongeza kazi kubwa inayofanywa na jeshi la polisi pamoja na vyombo vingine vya usalama kwa kuhakikisha kuwa kampeni zinafanyika bila vurugu, huku likisisitiza kuwa mashirikiano hayo yataendelezwa hadi mchakato mzima wa uchaguzi utakapokamilika. Aidha, JWTZ imewapongeza wananchi wote kwa kushiriki kwa utulivu katika mikutano ya kampeni na kuonyesha ukomavu wa kisiasa kupitia mijadala yenye kujenga badala ya kugawa. Jeshi limeeleza kuwa tabia hiyo ni ishara ya uelewa wa kisiasa unaokuwa nchini Tanzania na ni msingi muhimu katika kuimarisha demokrasia. Hata hivyo, jeshi hilo limeeleza wasiwasi wake kutokana na kuibuka kwa taarifa potofu na za upotoshaji zinazoenezwa kupitia mitandao ya kijamii. Taarifa hizo ambazo zimekuwa zikisambazwa na watu wanaodaiwa kuwa wanaharakati kutoka ndani na nje ya nchi zinalenga kuliuzisha JWTZ na masuala ya kisiasa kwa nia ya kulichafua jina la kupunguza imani ya wananchi kwa taasisi hiyo nyeti. Na kwa mujibu wa Kanali Mulunga, JWTZ haijihusishi na siasa za vyama na imeendelea kutekeleza majukumu yake kwa msingi ya weledi, uzalendo na utii kwa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ameeleza kuwa taarifa zote halisi kuhusu jeshi zitakuwa zikitolewa rasmi kupitia kurugenzi ya habari na uhusiano, makao makuu ya JWTZ, na wananchi wamehimizwa kupuuza taarifa zisizo na chanzo cha uhakika. JWTZ imehitimisha kwa kueleza kuwa linaendelea kufuatilia kwa karibu hali ya usalama nchini na limepanga kuhakikisha amani inadumu kabla, wakati na baada ya uchaguzi. Jeshi hilo limeahidi kuchukua hatua za kisheria dhidi ya mtu au kundi lolote litakalojaribu kuhatarisha utulivu wa taifa. Kwa jumla, tamko hili la JWTZ limeleta faraja kwa Watanzania wengi, likiwa kama uthibitisho kwamba usalama wa taifa uko katika mikono ya salama. Wengi wameona ni ishara ya uthabiti wa taasisi za ulinzi nchini, hasa katika kipindi hiki ambapo macho ya dunia yote yako kwa Tanzania kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kenyascope ni sauti ya ukweli na uchambuzi wa kina, na vilevile inaendelea kukuletea taarifa muhimu kuhusu matukio ya kisiasa, kiusalama na kijamii ndani na nje ya Afrika Mashariki. Endelea kutazama, kushare na kusubscribe ili usipitwe na habari zinazobadilisha mtazamo wako kuhusu bara letu.